Nimuombe Mheshimiwa Zoena Bushiri achangie ana special case. Mheshimiwa Zoena, endelea. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi na mimi nichangie bajeti hii ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayofanya kwa kuifungua nchi yetu kwa miradi mingi sana nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mjumbe wa kamati ya uwekezaji mitaji ya umma. Tumezunguka kukagua miradi mingi sana, miradi ya kimkakati, ikiwepo CAG, ikiwepo daraja la Busisi, ikiwepo bwawa la Mwalimu Nyerere, pamoja na miradi mingine mingi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sikumpongeza Waziri Mkuu pamoja na mawaziri wenzake wote kwa kazi nzuri wanazozifanya katika kuhakikisha kwamba wanamsaidia Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wake wa kazi. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na naibu spika na wenye viti wote kwa jinsi mnavyoliongoza bunge vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitaongelea katika mkoa wangu wa Kilimanjaro. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkoa wetu wa Kilimanjaro sisi tumepata fedha trilioni 1.2. Fedha hizi zinatekeleza miradi 2345 ikiwepo miradi ya maji, miradi ya miundombinu na miradi mingine mingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, haijawahi kutokea katika mkoa wa Kilimanjaro kupata fedha nyingi sana kama kipindi hiki za miradi ya maendeleo. Miradi hii imegusa katika maeneo mengi kuanzia ngazi ya matawi, kata, wilaya, mkoa. Kwa kweli tunamwambia mama tunakushukuru sana. Kilimanjaro tuko pamoja na wewe na utatuona kwa kuwa sisi tumekushukuru kiasi kikubwa, tutakulipa deni lako ifikapo Oktoba. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaanza na mradi wa maji. Mradi wa maji wa Same, Mwanga na Korogwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hivi juzi tu ambapo Mheshimiwa Rais alikuja kuzindua mradi ule. Mradi huu ni mradi ambao umewakwamua wananchi wa Same na Mwanga kwa tatizo la maji. Ni ukweli usiopingika kwamba mradi huu ulikuwa unasuasua siku nyingi sana, lakini mama kwa jinsi anavyomjali mwanamke ameupigania mpaka leo mradi huu umefunguka na tumeanza kupata maji. Pongezi sana Mheshimiwa Rais. Lakini niseme neno moja tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha maji haya ya mradi huu unatoka kwenye Ziwa Jipe. Ziwa Jipe lina changamoto ya magugu, nimeshaliongea tena katika bunge lako hili. Kutokana na changamoto hiyo ya magugu yanavyoendelea kuwa mengi, inaonekana kwamba baada ya muda maji yatakuwa kidogo, yanakuwa machache. Niombe serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia Mheshimiwa Rais wahakikishe kwamba wanatoa magugu yale ili zoezi la mradi huu liwe zoezi endelevu bila kukwama mahali popote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuja katika mikopo ya wanawake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipongeze Rais kwa kuendelea kuruhusu mikopo ya 10.442. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikopo hii inakwamua wananchi kiuchumi, hasa kina mama wahangaikaji. Katika manispaa yetu ya Moshi tumepata vikundi 32 ambavyo tayari vimeshakopeshwa. Imetoka bilioni 1.171. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa sasa hivi wanawake wa Kilimanjaro, wafanyabiashara wakubwa, nadhani mnatuona pale, tumebeba ndoo za maparachichi, tumebeba vitunguu maji, tumebeba kila kitu sisi tunauza, tunachotaka ni pesa. Kwa hiyo wanawake kwa kupata mitaji hii wanajikwamua kiuchumi. Lakini Mwenyekiti, nikuombe sasa miradi hii wasaidie sana maafisa maendeleo ya jamii, wawasaidie wale akina mama wa chini ambao hawawezi kujaza vizuri ule mfumo. Inawapa muda mrefu sana ili kukamilisha utaratibu mzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuja kwenye afya. Nitakuja kwenye hospitali ya rufaa ya KCMC. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kujenga jengo la mionzi. Mheshimiwa Rais, wagonjwa wetu wote wa kanda ya kaskazini na jirani wakipata matatizo ya mionzi ni lazima waende Ocean Road. Lakini sasa hivi jengo hili limejengwa kwa bilioni 5.3
na limefikia 94.5%. Vilivyobakia pale ni vifaa ambavyo vinatakiwa viingie ili tayari kazi ianze kuendelea. Wananchi wa Kilimanjaro na wananchi wa mikoa jirani kwa maana ya kanda ya kaskazini pamoja na nchi jirani ya Kenya, nadhani watakuwa wametoka katika matatizo hayo ya kwenda Ocean Road. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya afya nitarudi tena katika hospitali yetu ya rufaa ya Mawenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali ya Mawenzi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tena sana sisi wakina mama, kuhakikisha kwamba amekamilisha 88% katika jengo la mama na mtoto. Mheshimiwa Rais, hapo zamani ulikuwa ukienda Mawenzi unakuta kitanda kimoja wamelala wanawake 3 na vitoto vyao. Sasa hivi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, japo halijakamilika lote, lakini hali inaridhisha kwa akina mama kulazwa katika udini. Mheshimiwa Mwenyekiti, jengo hili likikamilika, kwa sababu sasa hivi sakafu ya chini inafanya kazi, ghorofa ya kwanza inafanya kazi, bado ghorofa ya pili na ghorofa ya 3. Ikikamilika Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma hiyo itahakikisha wananchi watafurahia huduma hiyo ambayo itawasaidia sana, na nadhani kila mwanamke atataka kuzaa sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu Kilimanjaro sisi mama hatudai. Sisi tuna deni la Mheshimiwa Rais, na deni letu tutalipa ifikapo Oktoba katika sanduku la kura. Tunamuombea Mungu, Mwenyezi Mungu ampe afya njema, ampe maisha marefu. Tukutane siku hiyo ndio watajua kwamba Kilimanjaro